Hakuna kitu kibaya kama roho ya mazoea. Roho ya mazoea ni mbaya sana. Mtu anapoamua kufanya jambo ukamzuia, halafu akaja akafanya, manake roho ya mazoea inaibuka hapo hapo. Roho ya mazoea inaibuka hapo hapo. Inakamata maisha yake, inakamata fahamu zake, inakamata maisha yake, uchumi wake, ndoa yake, inakamata kila kitu, inakiondoa, kinakufa. Roho ya mazoea inaweza ikapelekea ukawa na mauti. Roho ya mazoea inaweza ikapelekea ukawa na tabia ambazo hauwezi kuziacha tena kwa sababu ya roho ya mazoea. Roho ya mazoea. Petro anazungumza habari ya Yesu, namna gani alivyotumika katika ulimwengu wa dunia hii. Akaponya watu na kufufua watu na kuwategemeza watu, kuwafanya kuwa na nafasi mbele za Mungu. Lakini wote waliojitoa kwa ajili yao walimdharau. Wote waliojitoa kwa ajili yao walimuona hafai. Wote Yesu waliojitoa kwa ajili yao wakamuona hafai tena. Petro anasema walimdharau, wakamkataa. Lakini Petro anasema baada ya kumponya kiwete, mtu ambaye alikuwa hawezi hata kutembea, baada ya kumponya, nini kinatokea? Kwa jina la Yesu kiwete anainuka, anatembea. Baada ya kiwete kutembea, anawazilishia kwamba huyu mtu kaponywa kwa jina la Yesu, huyu mtu kaponywa kwa jina la Yesu. Kwa hiyo walikuwa wanashangaa, Bwana katea beliko ponya, Bwana kapona. Walikuwa wanashangaa. Maswali yao mengi yakawa inajiuliza kwamba inawezekanaje kwamba wao wanaweza ukamwambia huyu kiwete atembee na akatembea. Kiwete anatembea. Kwa nini kiwete alitembea? Kiwete alitembea kwa sababu iko mamlaka ambayo ilikuwa ndani ya Petro. Kwa jinsi walivyokuwa wanamjua Petro, maana